katika surati Nisa, sura ya 4 aya nambari 135. Surati Nisa sura ya 4 aya nambari 135 inazungumza na waumini. Na kwa nini aya hii isingezungumza na watu wote ikaja kuzungumza na waumini? Ni kwa sababu ujumbe ulio ndani ya aya si ujumbe mwepesi yeyote anaweza kuufanyia kazi. Ni ujumbe mzito sana, hawezi kuushika akauheshimu akaufanyia kazi ila yule ambaye ana sifa ya imani. Kama huna imani, utaona ni maneno ya kawaida, hutofanyia kazi kwa sababu ni jambo zito. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan au faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u alhawa an ta'dilu wa in talu au tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Enyi wale ambao mlioamini, kuweni mstari wa mbele, simameni kidete katika kusimamia haki na uadilifu. Wanadamu wengine wasiokuwa waumini wanapotaka kuona namna gani mtu anatakiwa asimame sawasawa katika kutetea haki, katika uadilifu, wakasome kwa waumini, hilo walione kwa waumini. Waumini wawe ndio mfano kwa wengine katika kuitetea haki na kusimama katika uadilifu, lakini target yao lillah, ay libtighai mardhatillah. Wanayafanya hayo waumini, wayafanye hayo waumini, simama sawasawa katika kutetea haki na uadilifu. Lengo lao ni kutafuta radhi za Allah. Kinyume chake, mafhumu khalafa, msipofanya hivi, maana yake hamtopata radhi za Allah, bali mnaweza mkaipata laana ya Allah. Allah akasogea katika kutetea haki, katika kusimamia uadilifu. Kuweni mashahidi wa kweli, hata kama mtakuwa mashahidi kwa ajili ya upande wenu wenyewe, walau ala anfusikum, hata kama hilo mnalotetea litakuwa linawapiga wenyewe, lakini kuweni katika haki. Sawa, lilikuwa nyinyi ni mashahidi, mnatetea haki, mharibu ninyi awil walidaini, ama wazazi wenu, wa in ala awil aqrabin, au ndugu zenu wa karibu. Akasogea Allah, in yakun ghaniyan au faqiran, mwenye haki anayetakiwa kufanyiwa uadilifu, msiangalie ni mtu wa namna gani. Kama alikuwa ni mtu mwenye uwezo wake, ama alikuwa ni mtu mkata uwezo wake duni, musije mukawanyima haki wanyonge, mafakiri, eti kwa kuungana na matajiri mukawa watumwa wa fedha. Allah anaziwia hilo. Teteeni haki hata kama wenye haki ni wanyonge. Allah anasema in yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Mwenyezi Mungu yuko mstari wa mbele, anawapenda zaidi hao wakiwa matajiri ndio wenye haki ama marofa. Msiangalie akiwa tajiri ndio wakupewa haki apewe, akiwa rofa wa haki asipewe, apewe mwingine. La, in yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Kisha Allahu Rabbul Izzati wal Jalal akasisitiza maneno haya kwa sura nyingine, wala tattabi'ul hawa an ta'dilu,
Msiendekeze matamanio ya nafsi zenu eti kwa maslahi ya kidunia, kwa sababu ya pesa au kwa sababu nyingine. Msiendekeze maslahi ya kidunia, matokeo yake mkashindwa kufanya uadilifu, mkaacha uadilifu, mkaiacha haki. Akasogea, mkiamua kuzipinda ndimi zenu au mkapuuza ujumbe huu, shauri yenu, lakini Mwenyezi Mungu awae ni mwingi wa kuyajua mnayotenda na mnayosema. Mmeamua kupuuza haya, mkaamua kuishi mtakavyo, shauri yenu. Mwenyezi Mungu anawaona na anajua nini mwafanya, anajua nini mwasema, na mtaja kulipwa siku ya Kiyama kwa hii tabia mnayoifanya ya kuacha haki, kuacha uadilifu kwa sababu ya kuendekeza maslahi ya kupita ya kidunia. Ndugu zangu katika imani, wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba walifanikiwa kwenye haki, na Uislamu ukasambaa mpaka ukafika kwetu kwa sababu walimuheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaheshimu mafundisho ya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ndiyo maana walifanikiwa. Hakika duniani leo Waislamu ni wengi kuliko ilivyokuwa wakati wa masahaba, lakini kwa nini twasuasua? Hatujajitoa kwenye haki. Asubuhi yes, jioni no. Hili ni tatizo. Kwa ndugu zangu katika imani, hebu tuwe katika mstari wa sawasawa, tuwe watetezi wa haki, tusimame katika uadilifu pasina kujali nani anayeungwa mkono, ni mtu mwenye mapesa ama ni mtu rofa. Qur'ani imetutaka hivyo. 135 sura ya 4 surati Nisa. Tulisema mwezi mmoja uliopita, lakini pia tulisema miezi minne iliyopita kwamba kuna watu hatutaji majina yao, tupo nao, lakini sisi hawatuoni, hawatuthamini kama sisi tulivyoamua kuyakabidhi maisha yetu na mapenzi yetu kwao. Watu wakagawanyika, na wengine ni wasomi, wanajua. Wengine walipenya asubuhi, wakaenda kuwapa pole na kuambia msiwe na wasiwasi, tuko nanyi. Wengine walipenya jioni, kila mmoja kwa wakati wake. 2020 ziliandaliwa semina na watu kupewa 2020, lakini cha kusikitisha, moja ya makongamano yaliyofanywa kwa ajili ya kupinga maneno ya Mziwanda likaitwa kongamano la umoja wa Waislamu, na mmoja katika walioalikwa ni mtu anayenasibika na Ahli Sunna wal Jamaa, akitoa maneno kwenye kongamano la umoja wa Waislamu. Simtaji jina kwa sababu sio katika sera zetu. Cha kusikitisha, kongamano ni la umoja wa Waislamu, aliposimama alimzungumza Mziwanda, hakuzungumzia umoja. Alipomaliza nukta hiyo, akaanza kuwashambulia Answaru Sunna, umoja wa Waislamu. Answaru Sunna unataka kutuambia sio Waislamu? Na kama Waislamu unasimama kwa ajili ya umoja, kwa nini uwashambulie hawa? Dalili Waislamu natakiwa tuamke michezo tunayochezewa, kwa sababu tumesema hawa katika sera zao wanaingia katika akida zetu, kuwapenda maswahaba, kuwaheshimu maswahaba, kuwapenda wake za Bwana Mtume Muhammad na kuwaheshimu ni katika itikadi yetu sisi. Bwana Mtume Muhammad ametufundisha tuwapende maswahaba, tuwaheshimu maswahaba,
na Qur'ani imeelekeza hivyo hivyo, kama ambavyo Qur'ani ikatuambia wake za Bwana Mtume Muhammad sisi ni mama zetu, tuwe na adabu. Aya 6 surati al-Ahzab, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Aya 6 surati al-Ahzab. Rasulullah, mwalimu wa umma, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye bora zaidi na ndiye wakupewa kipaumbele kwa waumini wote kwenye maisha yao. Tena wanatakiwa waumini wampe heshima na wampe ubora wake na kipaumbele mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuliko wanavyojiheshimu wao wenyewe. Mtume apewe kipaumbele. Aya haikukoma hapo, ikaongeza wa azwajuhu ummahatuhum, wakeze Mtume Muhammad Waislamu ni mama zao. Usimtukane mama yako. Kuwa na nidhamu, kuwa na adabu, usije ukakosa radhi. Lakini haya yalionekana ni maneno ya uchochezi ya kutaka kuvunja amani. Ya subhana, hatujasema swala hilo, na sisi ndio watetezi wa amani, bali kupewa nasaha na kukumbushwa, wewe ukaamua kugeuza maneno ukaamua kuyapeleka katika sura hiyo, wewe ndio mchochezi wa amani. Kilichosemwa kingine, wewe unazungumza kitu kingine, unachochea vurugu, ionekane kwamba fulani ni mharibifu wa amani, fulani kadha. Hiyo mipango unaifanya wewe. Nimpongeze katibu wa BAKWATA brother Nuhu Mruma, alisema kule Arusha katika jumla ya maneno yake, tusifanyiane fitna wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu fitna ni chanzo cha kuvunja amani. Nuhu Mruma alisema tusitiliane fitna wenyewe kwa wenyewe. Kipande hiki safiri nacho kwenda mbali sana, na hili si ajabu Mziwanda kuwaambia watu wapotelake, jamani tuwe na tahadhari na huyo. Hata ninyi unamwambia mwanao, mwanangu rafiki huyu simuelewi, hivi lile nalo litakuwa ni kuvunja amani? Ndio yale aliyosema Allah katika aya 135, musipindishe ndimi zenu kwa sababu ya kuendekeza maslahi ya kidunia. Na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anajijua alikosea kwa kiasi gani, aliharibu kwa kiasi gani. Suluhu ni kujirekebisha, na Uislamu hauyatazami maisha yako yalivyokuwa. Uislamu unataka ikuone sasa upoje, na ndiyo maana unakuta kuna masahaba walikosea kabla ya kuingia katika Uislamu, kabla hawajawa Waislamu. Hao masahaba kabla hawajaingia katika Uislamu, lakini walipoingia katika Uislamu walikuwa wapya. Qur'ani iliwapongeza ikawasifu, na Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa shuhuda wao. Lakini pia inaendelea hali hiyo kwa Waislamu kuwapongeza. Tujirekebishe. Moja katika faida zake, tukiwa kweli tukamcha Mungu, Allah ametoa tangazo, atakujulisheni na kukufungueni macho na akili kwenye mambo mbalimbali ambayo mlikuwa hamyajui. Mcheni Mungu, Mungu atawajaza ilmu, al-ilmu laduni. Kidogo na kupeleka kwa mwana wa chuoni wa Kishia Muhammad Baqir al-Majlisi. Muhammad Baqir huyu ni katika wanachuoni wakubwa, tena katika maimamu. Muhammad Baqir al-Majlisi katika kitabu chake alichokiita Biharul Anwar, ni katika vitabu vikubwa vya hadithi za Mashia. Ni kitabu kina mijeledi 110. Watu wanamuona Mziwanda eti anavunja amani, wala sio lengo. Kuamsha Ahlus Sunna wal Jamaa, mujue wapi twaenda, wapi twapelekwa. Biharul Anwar ni kitabu mashuhuri cha hadithi, kina mijeledi 110 na kupeleka sehemu ndogo tu katika mujalladi wa 72, ukurasa nambari 137. Narudia, mujalladi wa 72, kitabu kina mijeledi 110. Sasa mujalladi wa 72 ukurasa 137. Sikiliza haya. Anatoka mtu anasema nitatoa milioni 5 mkitaje. Kwani wenyewe hawajui?
Hadithi yasema, kitabu cha hadithi ikitoka kwa maula wa Ali ibn al-Hussein, maarufu anajulikana huyu bwana ni mjukuu wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Sasa huyu ni kijana wake, eti anasema, mara moja nilikuwa na bwana wangu, bwana mkubwa, kiongozi Ali ibn al-Hussein, nikamwambia maneno haya, sikiliza kwenye kitabu hicho maneno haya, wao wanasema watukani masahaba, sikiliza maneno haya kutoka katika Biharul Anwar. Inna li alayka haqqa ala tukhbiruni an hadhaini rajulaini Abi Bakrin wa Umara, faqala huma kafirani kafirun man ahabbahuma. Nilimuuliza, huyu anasema, nilimuuliza kuhusu hawa watu wawili, habari ya kuwa ni sahihi si sahihi watajua wao, lakini tunatoa maneno haya kutoka katika kitabu chao. Tuna zaidi ya vitabu 20, lakini leo nimeamua kuwaonja na kitabu hiki Biharul Anwar, katika vitabu vinavyohesabika ni mu'tamad kwa Mashia. Biharul Anwar, juzuu ya 72, ukurasa wa 137. Kitabu kina mijeledi 110. Alipomuuliza, mimi nina haki kama kijana wako ewe Ali ibn al-Hussein, waonaje ukanifungua nikawajua hawa watu wawili Abu Bakari na Umari? Ali ibn al-Hussein akamjibu, hao wawili Abu Bakari na Umari wote ni makafiri, na kila anayewapenda hao na yeye ni kafiri. Waislamu amkeni, tunachezewa akili. Hatuhitaji kusema katika kila kitabu, lakini leo anakuja mtu anasema hatujawahi kutukana maswahaba. Kama kuna kitabu kitajwe, tena anasema tunataka kwa sharti kitabu maarufu cha mwanachuoni mkubwa Muhammad Bakir al-Maqdisi. Kama unataka mwanachuoni mkubwa, tunavyo vingi, tunayo mengi. Ndugu zangu katika imani, tunachezewa akili. Hebu tuweni mashahidi wa kweli. Lakini nataka nikukumbushe waraka wa mtu mmoja katika watu maarufu wa upande huo, ambao ni hodari wa kutoa waraka, amekuwa ni hodari wa kutoa waraka. Nimkumbushe waraka wa tarehe 11 mwezi wa 10 2017. Narudia, alitoa waraka, ni Mswahili hapa Tanzania, anataka kusema kwamba wao hawatukani masahaba. Huyu nani kwa waraka wa Kiswahili wa tarehe 11 mwezi wa 10